naitwa Amina Hassan Ibrahim, ni mwanakikundi wa kikundi cha Wazito Group tunaopatikana Lukenge, kata ya Magindu. Kikundi chetu kinajishughulisha na ukulima na ufugaji. Katibu katika kikundi cha Wazito Group. Kikundi hiki kina wanachama 7, wa kike 2 na wa kiume 5. Kikundi chetu kinajishughulisha na shughuli zote za kilimo cha mboga na kilimo cha chakula wakati wa misimu, na wakati ambao sio wa misimu tunatumia umwagiliaji. Kikundi chetu kilifuata taratibu zote tulizoelekezwa, namna gani ya kujisajili na namna gani ya kuwa kikundi kinachotambulika. Baada ya kukamilisha, tukafuata utaratibu wa kuomba mkopo wa 10% wa halmashauri na tukapata mkopo wa milioni 30. Kwa mkopo wetu wa 10% wa halmashauri umetupa sisi nafasi nzuri ya kuweza kulimaliza bwawa hili kwa wakati, kwa ajili ya kutusaidia sisi katika umwagiliaji wa mazao yetu wakati ambao mvua hamna. Lakini pia hili bwawa hili tunalitumia wakati kipindi cha mvua hatuwezi kuvuna maji kwenye kisima kwa ajili ya kumwagilia, tunayavuna kwenye kisima na kuyaleta hapa bwawani. Lakini kwa mipango ya baadaye pia tutalitumia bwawa hili kwa ajili ya kufugia samaki. Na hili lote ni shamba letu la nyanya ambalo tunatumia mfumo wa umwagiliaji wa irrigation system endapo mvua zinakata, na huu mtambo unaonekana hapa ni katika mfumo wote wa ni filter kwa ajili ya kuchuja maji yanayokuja na udongo, yasafishike yaingie vizuri kwenye drip kwa ajili ya kumwagilia. Na hapa tuko kwenye shamba letu la pilipili. Vyote hivi tunatumia mfumo wa umwagiliaji endapo mvua itakuwa imekata, na tumeunga mifumo hii ya umwagiliaji kutokana na mkopo wa 10% wa halmashauri. Na hii ni nasari yetu kwa ajili ya kuotesha mbegu na kuikuza kabla ya kuipeleka shambani. Pia sisi hawa kama wanakikundi tunafanya shughuli hizo, hatununui miche mbali, bali tunaitengeneza hapa shambani kisha tunaitransplant kwenda shambani. Hii ndio miche yetu ya nyanya chungu kwa ajili ya kwenda shambani, na shamba tayari lishaandaliwa. Na hii ni pilipili na yenyewe ndio inaanza kuota. Kutokana na mazao hayo tunayoyauza kila siku vijiji vinavyotuzunguka, sio kila siku tutauza tumalize, lakini hatuwezi kutupa vinavyobaki. Vitakaporudi shambani tunavipeleka kwenye nzi ambao ni black soldier fly, tunawalisha na wao wanatuproducea sisi chakula ambacho tunaenda kuwalisha kuku. Katika mradi wetu wa kuku huu tunazalisha mayai, tunauza pia kuku wa nyama wakiwa ni wa kienyeji pure, ambapo tunapewa oda kisha tunawasafirishia. Muhitimu wa diploma ya Public Administration niliyoichukua TPSC Tanga. Na kuwa msomi haimaanishi kwamba huwezi kuwa mkulima. Nipo shambani na nawashauri vijana wenzangu wote, usikae kusubiria ajira. Shamba lipo na linachukua nafasi zote, na karia yoyote ulionayo inaweza kuweka shambani. Naichukua fursa hii kuwashukuru viongozi wetu kwa kutufikiria na kuwaza namna gani ya kutukuza vijana, tuache kukaa mitaani na kuja kujishughulisha. Nichukue fursa hii kuwashukuru viongozi wetu kwa kutuwezesha sisi kupata mikopo ya vijana 10% za halmashauri. Nimshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, mbunge wetu Ahmud Abu Juma. Shukrani zangu za dhati ziende kwa mama mlezi wetu, kiongozi wetu mwadilifu anayetulea sisi katika sekta hii na kuona jambo tunalolifanya, na kadri ya siku zinavyozidi kwenda anatutumia watu kwa ajili ya kutuinua na kutuelekeza ni namna gani tunapaswa kuwa na ni kipi ambacho inabidi tukifanye. Mama Regina Razalo Bieda, tunashukuru sana na tunaona jitihada zako, na tunaahidi kuendelea kupambana zaidi ya hapa na tutaleta makubwa zaidi. Tunashukuru sana mama. Mbali na shukrani hizo nazozitoa, haimaanishi tu kumpa sifa au kumsifia kwa cheo alichopo, lakini hapana, amekuwa ni mama bora, mama mlezi asiyekuwa kama kiongozi tu, bali amekuwa kama mama anayeshika watoto wake wafike sehemu fulani. Ana vikao, ana watu wakubwa anaokutana nao, lakini anapoahidi kufika sehemu tunashukuru sana, na hiyo ni alama tunayo moyoni mwetu, tutaendelea kuishi nayo. Umeacha shughuli zako, umefika shambani kwetu kuja kutuona ikiwa ni usiku, kitu ambacho hatukutegemea. Tunashukuru kwa wewe kufika shambani kwetu kutuelekeza ni kipi cha kufanya. Ulifika, tunaona jitihada zako, na bado tutaendelea kufanyia kazi maelekezo yote uliotupa na maelezo yote unaotuelezea ni namna gani ya kuwa na namna gani ya kuwa vijana bora
Tunakuahidi hilo mama, tutakuwa vijana bora na tutajitahidi kuongeza ajira kwa vijana wenzetu, tuwe wengi na zaidi ya wengi. Pamoja na hapo pia tuwashukuru idara ya kilimo na idara ya vijana na serikali zote za mtaa yetu na vijiji vyetu vilivyopo huku. Tunawashukuru sana kwa kutushika mkono na kuona jambo tunalolifanya na kutufikisha huko juu tunakopaswa kufika. Lakini nje ya yote hayo mazuri, bado tuna changamoto zetu kama kikundi cha hapa, kama wanakijiji wa huku, bado tuna changamoto tunazozipitia na tulikuwa tunaomba tuweze kufikiriwa ni namna gani ya kututatulia hizo changamoto.